Habari rafiki yangu, mimi ninaitwa Nije na Manase na kusalimu sana. Habari ya mwaka mpya. Naitwa Nije na Manase na kukaribisha kwenye mazungumzo haya. Fanya subscribe ili uendelee kupokea video nyingine. Rose Muhando ni mmoja wa waimbaji wakubwa na maarufu wa muziki wa Injili barani Afrika, hasa katika Afrika ya Mashariki na kwa upekee nchini Tanzania. Jina lake limekuwa maarufu sana kupitia nyimbo za kuabudu na kumsifu Mungu zenye sauti yenye nguvu, maneno yaliyojaa imani na ushuhuda wa maisha yake binafsi iliyogusa mioyo ya watu wengi. Historia ya Rose Muhando siyo hadithi ya muziki pekee, bali ni hadithi ya mwanamke aliyepitia majaribu makubwa na kuyageuza kuwa baraka katika huduma ya Mungu. Asili na maisha ya utotoni. Rose Muhando alizaliwa nchini Tanzania katika familia ya kawaida isiyo na utajiri mkubwa, lakini iliyojengwa juu ya msingi ya kumcha Mungu na kusaidiana. Tangu akiwa mtoto mdogo, Rose Muhando alionekana kupenda kuimba, hasa katika kanisa. Sauti yake ilianza kujitokeza mapema, ikionyesha kipaji cha kipekee. Ingawa hakusoma muziki katika shule za juu, kwa kina kipaji chake cha asili pamoja na upendo wake kwa Mungu vilikuwa shule tosha kwake. Katika utoto wake, Rose Muhando alikumbana na changamoto mbalimbali, ikiwemo maskini, majukumu ya kusaidia familia pamoja na matatizo ya kiafya yaliyomfuata hadi utu uzima. Changamoto hizi zilimjenga kuwa mtu mwenye moyo wa uvumilivu na kumtegemea Mungu katika kila hali. Kuanza safari ya uimbaji. Rose Muhando alianza kuimba kwa bidii katika kwaya ya kanisa. Hapo ndipo alipojifunza kuimba nyimbo za Injili na kuelewa jinsi sauti ilivyotumika katika ibada na sifa. Waliomsikia walipenda sauti yake kwa sababu hakuimba maneno tu, bali aliimba kwa moyo wake wote. Katika miaka ya mwanzo aliimba nyimbo za kawaida za kanisani, lakini baadaye alianza kuandika nyimbo zake mwenyewe. Haikuwa safari rahisi, kwa kuwa wakati huo muziki wa Injili haukuwa na nafasi kubwa kubiashara. Hata hivyo, Rose alikuwa na imani thabiti kuwa Mungu alimuita katika huduma hiyo. Kupaya kwake katika muziki wa Injili. Maarufu wa Rose Muhando alianza kuonekana wazi baada ya kutoa nyimbo kadhaa zilizokuja kuwa kazi kubwa za Injili nchini Tanzania. Nyimbo zake zilikuwa na ujumbe wenye kugusa moyo, zikuzungumzia imani, uvumilivu na ushindi unaopatikana kwa Mungu. Watu wengi walianza kumtambua Rose sio kama mwimbaji tu, bali kama mtu anayetoa ushuhuda wa ukweli. Katika nyimbo zake mara nyingi alieleza maisha yake binafsi, maradhi, maskini, kukataliwa na kukata tamaa. Hili liliwafanya wasikilizaji wengi wajione ndani ya simulizi zake, akitambua kuwa anachoimba anakifahamu kwa sababu amekipitia. Nyimbo zake zilianza kupigwa sana kwenye radio, makanisa na mikutano ya Kikristo. Ugonjwa na majaribu makubwa. Moja ya mambo yaliyogusa sana maisha ya Rose Muhando ni ugonjwa mzito ulioshambuliwa
na kumfanya mwili wake kudhoofika kwa kiwango kikubwa. Kulikuwa na kipindi ambacho ilisemekana anaumwa magonjwa mbalimbali makubwa, hali iliyowafanya baadhi ya watu kuamini kwa huenda asingemudu kwa muda mrefu. Hata hivyo, Rose Muhando aliendelea kuonyesha imani ya ajabu. Alisema mara nyingi kuwa hata kama mwili unadhoofika, roho na moyo lazima viendelee kumwamini Mungu. Mtazamo huyu ulimfanya kuwa mfano ya kuigwa kwa watu wengi waliokuwa wagonjwa au waliopitia majaribu makubwa maishani, mabishano na changamoto za maisha binafsi. Maisha ya Rose Muhando ya hakukosa mabishano na lawama kutoka kwa watu waliotoa maoni tofauti kuhusu mwenendo na imani yake. Wapo walimkosoa na wapo waliomsimamia. Hata hivyo, Rose aliendelea kusisitiza kuwa hakujali sana maneno ya watu, bali alijikita kati huduma yake na kile alichohisi Mungu anamuongoza kufanya. Kulikuwa na kipindi cha giza ambapo watu walijiuliza kama bado yuko katika huduma ya Mungu kweli, lakini baadaye alionyesha wazi kuwa alirejea kwenye mstari sahihi kwa kuzingatia maombi, toba na kumtumikia Mungu bila kuangalia faida za kidunia. Kurejea kwa nguvu katika huduma ya Injili. Baada ya kupitia nyakati ngumu, Rose Muhando alirudi tena katika muziki wa Injili akiwa na nguvu mpya. Nyimbo zake za kipindi hiki zilionyesha mtu aliyepitia moto mkali na kutoka akiwa amesafishwa, akiwa na ujumbe mzito wa kuwaambia watu kuwa hakuna mtu ambaye Mungu hawezi kumrejesha. Ameshiriki katika matamasha mengi ya kuabudu Mungu ndani ya Tanzania, Kenya, Rwanda na nchi nyingine za Afrika. Watu wengi huhudhuria matamasha yake sio kwa lengo ya kuona msanii tu, bali kwa ajili ya kuomba na kuimarisha imani zao. Mchango wake katika muziki wa Afrika. Rose Muhando amechangia sana kukuza muziki wa Injili katika Afrika ya Mashariki. Amekuwa miongoni mwa wanawake wachache walioonyesha kuwa muziki wa Injili anaweza kufikia watu wengi na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yao. Wasanii wengi wa kike humchukulia kama kielelezo cha kuigwa, wakijifunza kutoka kwake kuhusu uimara katika huduma ya Mungu licha ya changamoto. Nyimbo zake zinaendelea kutumika katika makanisa, sala za kifamilia na katika nyakati za huzuni au furaha. Sauti yake imekuwa kama ukumbusho kwa watu kuwa Mungu yuko karibu na kwamba hamtengi mtu yeyote. Historia ya Rose Muhando ni hadithi ya safari ya maisha, siyo ya ushindi pekee. Ni simulizi ya mtu aliyepitia maumivu, maradhi na kukosolewa, lakini akaendelea kusimama imara katika imani yake. Muziki wake ameendelea kuwa chanzo cha faraja, matumaini na imani kwa watu wengi. Rose Muhando anaonyesha kuwa kipaji kinachotelewa na Mungu kinaweza kupitia katika njia ngumu, lakini bado kikabaki kuwa nuru. Kwa wengi, yeye siyo mwimbaji tu, bali ni shahidi, mwalimu na mtumishi wa Mungu anayetumia sauti yake kama chombo cha kugusa na kuponya mioyo.
Asante sana wewe. Naitwa Nije na Marasin na kukaribisha kabisa. Asanteni kwa kunifuatilia. Fanya subscribe uliendelee kupokea video nyingine. Hii ni Gospel Site. Asante sana. Mungu akubariki sana.